lakini kwa haya mapito yananitisha. Naomba nisaidie, naomba nisaidie, naomba nisaidie Bwana. for this service. And I believe the Holy Spirit is here to be with us.
Ujumbe wangu wa leo, siku ya leo, nimekupa ujumbe unaosema kwamba nguvu ya kulipiwa gharama au nguvu ya kulipiwa upatanisho. The title of my message is the power of reconciliation. Tuombe. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu, Father, in Jesus' name, tunanyenyekea sana kwako Bwana kutupa ushirika huu wa kushirikiana neno lako. we humble ourselves before you for this fellowship. Tumekuabudu, tumekutukuza We have praised and kwa glorified njia ya nyimbo. through our singing. Tumeona kipindi cha sifa na kipindi cha uimbaji, chote Bwana ulikuwa pamoja We nasi. have seen you among us in the praise and worship session. Ni wakati mwingine tena watoto wako, masikio yetu na macho yetu yako kwako kupitia neno lako. It's another time we long to hear and listen from you. Roho Mtakatifu tunakuhitaji sana. Holy Spirit, we need you. Tuhudumie, tufungue masikio yetu ya rohoni na macho yetu ya rohoni. Help us understand and see, Tukapate kusikia na kuona kile ambacho Mungu anakusudia katika maisha yetu ya so wokovu. we can see your will in our salvation. Nami najikabidhi mikononi mwako tena. I put myself in your hands. Unitumie kwa kama chombo kwa ajili ya kukufa jina lako. Use me as a vessel for your Ni glory. katika jina la Yesu nimeona kushukuru. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Sema nguvu ya kulipiwa gharama au nguvu ya upatanisho. The power of reconciliation. Tunapoongelea nguvu ya upatanisho, When we talk about we talk about payment kwamba for ni person. mtu yule ambaye amekosana na mtu mwingine, Reconciliation happens when there is a quarrel between one person and another, tena anakuja mtu mwingine kwa ajili ya kuwapatanisha ili wawe na ushirika tena. and someone else has come to reconcile these people so they can be in a fellowship again. Na huyu mtu anatakiwa awe na nguvu, And the person who is a reconciler has to be powerful, lakini pia awe na ushawishi wa kuwashawishi wale waliokosana ili ifikie mahali waelewane tena. but also to have a convincing power to help these who are against each other to be in fellowship again. Kwa hiyo mtu huyu ambaye mpatanishaji, So the reconciler mara nyingi anatoa gharama. most times pays the cost. Mtu mwingine anatoa gharama ya muda wa maombi, Sometimes he will pay a cost as prayer time, au anatumia gharama kwa ajili ya muda pia. and sometimes a cost as a time. Inawezekana ulishawahi kuwa mpatanishaji Perhaps you have been a reconciler kwa ajili ya familia nyingine. for another family. Wakati mwingine ulimwomba Mungu ili Mungu akusaidie unapofika pale upate kibali kwa wale watu waliokosana. Sometimes you pray to God when you reach that house, those people can reconcile each other. Kwa nini? Kwa sababu kusudi lako leo ndani yako ni kutaka kuwapatanisha kati ya watu hawa wawili waliokosana wawe kitu kimoja. Because your aim is reconciliation. Lakini leo nataka tuangalie sana kwa habari ya upatanisho katika maisha yetu ya kiroho. Today I want us to look on reconciliation on our spiritual Na life tuangalie chanzo kabisa cha upatanisho. and look at the source of reconciliation. Nilikuwa naangalia katika maeneo mbalimbali maana hii ya upatanisho. I was looking at different places the meaning of reconciliation. Nilikuwa naangalia kwenye upande ule wa Agano la Kale, I looked at it on the Old Testament, lakini pia nikaja kuangalia kwenye Agano Jipya pia. but also I looked at it on the New Testament. Kuna mahali kwenye Agano la Kale nasema huyu upatanisho ni ile hali ya kuwatia watu pamoja wawili ambao wamekosana na kuwaletea ushirika na amani na kuwa marafiki. In the Old Testament, there's a place say to reconcile is to bring together those who are against each other so they can be united. Kwa hiyo kuna watu wawili wamekosana, So there are people who are in quarrels, hawaelewani, they don't understand each lakini other. anatokea mtu mmoja anayeleta upatanisho wa kuwapatanisha hawa watu wawili But someone else is from outside come and reconcile these two people. ambao wamekosana. Baada ya kuwapatanisha wawe na ushirika tena, washirikiane tena kuwa kama marafiki, So they can live as friends. Lakini pia nikawa naangalia kwenye Agano Jipya, But also I looked at the New Testament. Huyu mpatanishaji au mpatanishaji ni Yesu mwenyewe. The reconciler is Jesus himself. Kwamba mambo yote yaliyokuwa yanafanyika katika Agano la Kale, Those things that were done in the Old Testament kwa habari ya upatanisho, about reconciliation, lakini vyote vilikuwa vinamlenga Yesu ndiye aliyekamilisha. they were an image of Jesus who will finish. Na nyakati zile walikuwa wanatafuta vitu vya kushikika kuwa vitu kama vipatanisho. Those times they were using things that can be touched
for reconciliation. Wanapotenda dhambi walikuwa wanachinja wanyama kuwa kama sehemu ya upatanisho. When there was a sin, an animal would be sacrificed as a reconciliation. Ili ile damu ya wanyama iwapatanishe kati yao na Mungu. So the blood can reconcile them to God. Kwa hiyo ile ilikuwa ni picha, mkamilishaji halisi ya upatanisho wetu ni Yesu mwenyewe. That was an image. The finisher of our reconciliation is Jesus himself. Yeye ndiye aliyekamilisha huu upatanisho kwa mwanadamu. He is the one who finished our reconciliation to God kupitia kazi ya msalabani. Through the work of the cross. Kupitia kazi ya msalabani, yeye Yesu mwenyewe alisema imekwisha. Through the work in the cross, Jesus himself said, it is finished. Kwa hiyo hatuna njia nyingine inayoweza kutuletea upatanisho zaidi ya Yesu mwenyewe. We don't have another way for us to reconcile ourselves to God except Jesus. Yako mafundisho mengi ya uongo ambayo yameingia katika ulimwenguni. There are wrong teachings. Wakati mwingine wanafundisha upatanisho ni kutoa sadaka kubwa kwa ajili ya kuwapatanisha kati ya mwanadamu na Mungu. Sometimes they say to reconcile ourselves we need to give big offerings. Lakini mpatanishaji aliyekamilisha ile picha ya Agano la Kale ni Yesu mwenyewe. But the reconciler is Jesus himself. Lakini pia niliangalia maana nyingine. But also I looked at another meaning. Kwamba upatanisho ni kazi ya Mungu mwenyewe. That reconciliation is the work of God. Upatanisho ni kazi ya Mungu kwa mwanadamu. It's the work of God to man. Kupitia mateso na kifo cha Yesu. Through Jesus. Ili mwanadamu apate ukombozi. So man can receive salvation. Kwa tunapoongelea upatanisho, so when we talk about reconciliation, tunaongelea kazi ya Mungu Baba. We talk about the work of the Father. Ambaye yeye alimtoa Yesu Kristo. Who is the one who gave us Jesus Christ. Ili aje duniani. So he can come on earth. Kwa ajili ya kumtafuta mwanadamu aliyepotea. To search for that who was lost. Alipotea kutoka wapi? Where was this man lost? Kwa sababu mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Man was created in the image of God. Baada ya kutenda dhambi mwanadamu akawa mbali na Mungu. After sin he was living far from God. Na kusudi la Mungu alitaka mwanadamu awe na ushirika naye. And the aim of God is for man to have a fellowship. Lakini dhambi iliweka ukuta kati ya mwanadamu na Mungu. But sin prevented this from happening. Upendo wa Mungu ukamsukuma kumleta Yesu Kristo. The love of God pushed God to bring Jesus. Aliamua kumwachilia aje kupata mateso kwa ajili yako na kwa ajili yangu. He came for me and you. Na kwa hiyo tunaona upatanisho ni kazi ya Mungu mwenyewe kumkomboa mwanadamu kutoka katika utawala wa dhambi. So reconciliation is the work of God to reconcile man to himself. Hakuna mwanadamu au chochote kile ambacho kinaweza kuleta ukombozi kwa mwanadamu. It doesn't matter what they say. Hata kama atakuwa ni mtu mwenye fedha nyingi. Perhaps even you have a lot of money. Au akawa na ushawishi mkubwa katika ulimwengu. Or perhaps you have convincing power. Lakini akisema yeye ndiye mpatanishaji kati yetu na Mungu. But if we say he is a reconciler between man and God, hayo ni mafundisho yaliyo kinyume na Biblia. That's wrong doctrine. Kwa hiyo na ziko imani nyingine. And there are kwa kulipa deni kwa shetani. They say the death of Jesus on the cross was to pay a debt to the devil. Hayo ni mafundisho ya uongo. That's also wrong teaching. Sio ya kweli. That's not true. Yesu alikufa, alilipa deni kwa Mungu Baba. Jesus died and paid a debt to God. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. Because the wages of sin is death. Ilikuwa natakiwa sisi tufe kwa ajili ya dhambi zetu. We were supposed to die because of our sins. Ila Mungu akaona ni vyema mtoe Yesu afe kwa ajili yetu ili tuwe na ushirika naye tena. But God saw it fit to give us Jesus so we can have a fellowship. Nilienda mahali nikasikia mtu mmoja alikuwa anaomba hivi. I was somewhere and I heard someone praying. Ambia shetani huna unachodai. He said, devil, you have nothing, you have to want it from me. Hauna unachodai kwa sababu Yesu alishakufa na akalipa deni kwako. Because Jesus died and paid you your wages. Sio kweli. That's not true. Shetani kazi yake kuleta uharibifu ule mpango wa Mungu. The work of the devil is to destroy what the God's work. Ila Mungu ndiye akatafuta sababu ya kutuleta tena katika ukombozi. But God is the one who find the reason to bring us to Himself. Sana kuwa makini katika maisha yetu ya kiroho kutafuta kweli ya Mungu kupitia neno lake. So it's important for us to find God's truth through His word. Sababu mafundisho ya uongo yamesumbua sana kanisa tangu nyakati zile za nyuma. Because wrong teachings have been a problem
from the beginning. Unaposoma nyaraka zile za Yohana, When you read from John, hasa ile Yohana wa kwanza, 1 John, Yohana alikuwa anashughulika sana na kanisa. John was talking to the church. Alifikia mahali akasema watoto wadogo mtu wote asiwadanganye. He said in a place, children, let no one lie to you. Kwa nini? Kwa sababu tangu nyakati zile mafundisho ya uongo yalikuwa mengi sana duniani, lakini lengo kubwa ni kutaka kumpotosha huyu mtu aliyemwamini Yesu. Because even in those times, wrong teachings were there to mislead people. Na shetani anatafuta njia nyingi sana ya kuondoa watu walioamini kweli ya Mungu na kuleta uongo ili watoke katika mstari wa kimungu. And the enemy is looking for ways to mislead holy people. Hata unaposoma katika kitabu cha Yakobo, even when you read in the book of James, utamkuta Yakobo akizungumzia sana kwa habari ya kusimama katika kweli ya Mungu na kuondokana na mafundisho ya uongo. You find James talking about standing in what is true. Na hata kanisa la sasa ni nyakati za mwisho. Even us as a church, especially in teaching. Wakati mwingine wanatumia Biblia. Sometimes they use the Bible. Lakini wanalichukua lile neno na kulisingizia tofauti na neno linaloongelea. And they interpret it in a wrong way. Na kusababisha watu wengine kuliamini kile anachokisema, matokeo yake wanakwenda kinyume na neno la Mungu linalosema. And to cause other people to believe what they are teaching and they get misled. Na nilikuwa nafuatilia imani mbalimbali za watu mbalimbali mashuhuri nyakati zile za nyuma. I was trying to look at popular people at those times. Kuna mtu mmoja anaitwa Kevin. There's someone called Kevin. Katika miaka ile 500 iliyopita. Like 500 years ago. Yeye alikuwa anasema ya kwamba Mungu hawezi kuumba mwanadamu alafu akamunguze moto. He was teaching God cannot create man and then burn him on fire. Maana yake ni nini? What does it mean? Maana yake ni kwamba yeye anaikataa hukumu kwa watenda dhambi. He was against judgment of sin. Hayo mafundisho ya uongo. That's wrong teaching. Kwa nini? Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Because the wages of sin is death. Na kama mtu alivyoandikiwa mara moja baada ya kifo ni hukumu. And as it is said, after death is judgment. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anayetenda dhambi, mshahara wa mauti lazima utakuwa pamoja na yeye. So anyone who sin, the wages of sin will be with him. Lakini nilikuwa nafuatilia mafundisho mengine. But also I looked at another teaching. Na bado anaendelea. Sinners when they die, they disappear. Ila wale ambao wanaishi maisha mema watarithi vitu vya hapa duniani. Those who live a holy life will inherit what is here on earth. Lakini wale wanaotenda dhambi si kama wanapotea. But those who are sin, they don't disappear. Hukumu iko pale pale. Judgment is there. Lakini ashukuriwe Yesu. But thanks to Jesus, Yeye amekubali kuja duniani He accepted to come ili yeye awe mpatanishaji wetu. so He can become a reconciler. Atupatanishe kati yetu na Mungu. Reconcile us to God. Mimi na ndugu yangu hapa tumekosana. If we are against each other, Huyu ni mchukulie mfano kama Mungu. let us say He is God. Nimekosana naye. And we are against each other. Yesu anakuja katikati. He just come on the middle. Anakubali kufa pale He msalabani. accept that. Anasema, "Oh Mungu Baba, He said, "Oh Lord Father, ninakufa kwa ajili ya mtu I huyu." die on His Na Mungu flesh." Baba anapokea sadaka ile. And God received that. Anatuleta katika ushirika tena. He reconciled Na Himself ndio to maana us. sisi tunapokuwa katika ibada, So when we are in the worship, tunapomwabudu na kumtukuza, when we are worshiping, uwepo na nguvu za Mungu zinashuka katikati yetu. presence is Kwa with us. nini? Kwa sababu ya kazi ya msalaba Why? Because of the ambayo work of Yesu the cross, tayari alikwisha kuitoa. which Jesus did. Kwa hiyo namba tuende kwenye neno la Mungu sasa. Let us look the word of God. Tuangalie kwa habari ya sadaka ambazo zilikuwa zimetolewa kipindi kile. And to see the sacrifices that were given at those times. Na tuone hasa ilikuwa inalenga nini. And to see what were the aim. Fungua Biblia yako pamoja na mimi. Open with me Katika kile kitabu cha Mwanzo, in the book of Genesis, ile sura ya 3, chapter 3, mstari ule wa 21. verse 21. I am reading in Jesus' name. The Bible says, "And clothed them." Bwana Mungu akamfanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi akamvika. Lakini ukisoma kuanzia ule mstari wa kwanza sura ya 3, inaongelea mwanadamu alipoenda kinyume na maagizo ya Mungu. When you read from the beginning of this chapter, you see where man was going against God. Kuanzia ule mstari wa kwanza tunamuona Mungu anashuka pale Eden. Verse 1 of this chapter, we see God coming to Eden. Na aliposhuka pale Eden akamkuta mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake, akaenda nje ya kusudi la Mungu. And when he was there, he found man was
living outside of his will. na mwanadamu akawa anatafutwa na Mungu, And man was being searched his God. lakini yule mwanadamu akawa amejificha ili asionekane na uso wa Mungu. And Adam was hiding so he cannot meet God. Siku moja nilisema ya kwamba kwa habari ya Mungu, popote mwanadamu anapojificha, lakini Mungu yuko pale anamuona. One day he said, whenever man is hiding, God is there and he sees. Kwamba maisha yetu ya kiroho, Our spiritual lives. dhambi yoyote unayoitenda mahali popote, And you see, you do wherever you are. hata kama hakuna ndugu yako anayekuona, Even there is no relative there seeing you, lakini Mungu yuko pale. God is Kwa there. hiyo Mungu akawa anamtafuta mwanadamu. So God was searching for man. Baada ya kumtafuta Adamu akajieleza. And after Adam explained himself to Lakini God, mstari huu tuliousoma, so this place where we have read, tunamwona Mungu anachinja mnyama asiye na hatia. we find God sacrificing an animal, Anamchinja mnyama asiye na hatia kwa ajili ya kutafuta vazi kwa mwanadamu. has no sin, so he can clothe man. Pale hatuangalii vazi kama nguo hizi. We are not looking at the clothes as this Ni clothes. picha ya vazi la ukombozi kupitia wokovu. It's an image of salvation through Jesus. Kwa hiyo tunamwona Mungu akionyesha mbali sana kwa habari ya wokovu katikati ya maisha So yetu. we see God foreshadowing our salvation. Kwa hiyo pale anatuonyesha picha ya ukamilifu wa huyu mkombozi Yesu Kristo kwa ajili ya maisha We yetu. see an image of a complete and faultless Savior. Kwa nini alimpa nguo au mavazi? So why clothe them? Kwa sababu alikuwa uchi. Because they were naked. Dhambi mbele za Mungu inakuweka uchi. Sin before God put you naked. Hata kama umevaa suti nzuri ya kupendeza, Even if you're looking very smart. hata kama umepulizia perfume ya gharama kubwa, Even if you are smelling good. hata kama unatembea miondoko ya kibinadamu iliyo mizuri, And you walk very nice. lakini kama maisha yako ni ya dhambi, But if you live in sin, ukawa ukifahamu mbele za Mungu uko uchi, no, you yourself. maana yake wewe mbele za Mungu haufai. You are no without value. Inatakiwa ishe nguvu nyingine inayoweza kuleta upatanisho kati yako na Mungu. Another power has to come to reconcile you to God. Kwa hiyo tunaona hapa ni picha ya kwamba Yesu ndiye sadaka ambaye iliyo kamilifu ya kutupa sisi ukombozi. So we see here as an image, Jesus is the complete and faultless Savior. Kwa hiyo hatuna sadaka nyingine, We have no other ni sacrifice. Yesu peke yake. It's Jesus alone. Kupitia Yesu Kristo Through Jesus, tunapata neema ya wokovu. we can be saved. Kupitia Yesu Kristo Through Jesus, tunapata ukombozi. we are saved. Ukombozi kutoka katika utumwa wa dhambi. Salvation from sin. Haleluya. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Mungu amekupa neema ya wokovu. God has given you this grace. Imemgharimu Yesu kifo. It costed Jesus. Tunza wokovu wako. Take care of your salvation. Ishi katika kusudi la Mungu. Live according to His will. Ishi katika utakatifu. Live a holy life. Naomba tusome katika kitabu kile cha Revelation, kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 8. Let us read from book of Revelation chapter 13 verse 8. The Bible says, all inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the Lamb's book of life, the Lamb who was slain from the creation of the world. Biblia inasema na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuonekana katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuwepo kwa misingi ya dunia. Shetu hapo, lakini hapa nataka tuangalie ile mstari B. I want us to focus on the version. Inatuonyesha kwamba Yesu tangu mwanzo, we are seeing Jesus from the beginning, aliwekwa akachinjwa kwa ajili ya wanadamu. Was prepared or was slain for man. Na hapa inaongelea nyakati zile za mpinga Kristo. And this times of Antichrist. Inaongelea wale wote ambao hawajaandikwa jina lao katika kitabu cha uzima. It talks about those who are not written in the book of life. Watamsujudia yule mnyama. They will worship the beast. Lakini wale ambao
But those wamemwamini Yesu, that believe in Jesus, ambaye wamemfanya kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, they believe him as the Lord ambao and Savior, yeye alichinjwa kwa ajili yao, who was slain because of them, wao watapata nafasi ya kwenda mbinguni. they will receive a chance to go to Na heaven. tunaamini ya kwamba And we believe Yesu atarudi Jesus will come back na atakuja kuchukua kanisa lake, and he will take his church. watu waliomwamini, Those who believe, watu waliotakaswa, those who are holy, walioishi maisha ya kumtumainia yeye those who live according to na his will, kuacha mambo yote ya dunia and who live far na from kuona ya kwamba sin, hayafai. live far from sin. Yesu atachukua, atakwenda nao, Jesus will take them. na baada ya hapo And after this, kitu kitakachotokea ni nini? what will happen? Duniani kutakuwa na dhiki kuu. It will come great Kwa nini? tribulation Kwa ajili ya wale watu ambao wameikataa kweli ya Mungu. for those who are living against the will of Kwa hiyo God. tunapoona mafundisho yaliyo kinyume na mambo ya ukombozi kupitia Yesu Kristo, So when we see teaching that are against salvation through Jesus, kusudi na lengo lao kubwa the aim ni shetani anawatumia. is the enemy is using them, Lengo lake kubwa ni kuwatazamisha siku moja wa ukose wa ufalme wa mbinguni. is for them to miss the kingdom of God. Lakini Yesu amekufa kwa ajili yetu. But Jesus has died for us. Tangu mwanzo Mungu alimweka kwamba yeye awe sababu au awe njia kwa ajili ya maisha yetu. From the beginning, God intended him to become Kwa hiyo our katika Savior. hayo, ishi katika yeye. So live in him, Ishi katika yeye, kwa sababu yeye ndiye atakayekuwa sababu ya wewe kwenda mbinguni. because he is the one who will cause you to go to heaven. Yesu alipokuwa hapa duniani, When Jesus was here, ile katika Yohana sura 14 mstari wa 6, in John 14 verse 6, anajifunua wazi ya kwamba yeye ndiye njia, he says openly, I am the way. ya kwamba hakuna njia nyingine There is no other way, iwe duniani ama mbinguni either on earth or in iliyo heaven, kinyume na njia ya Yesu Kristo. that is except Jesus. Inawezekana unanifuatilia kwa njia ya internet Perhaps you're looking me through the internet, na unaamini njia nyingine and you believe in another way iliyo kinyume na Yesu Kristo. that is against Jesus. Leo nataka nikutangazia ya kwamba They want to declare to you, badilisha imani yako, change your faith, njoo umwamini Yesu Kristo, come and believe Jesus, afanyike kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, be a Lord and maana Savior. yeye ndiye njia, He is the way, maana yeye ndiye kweli. he is the truth. Huwezi kumwona Baba wa You mbinguni cannot see God in pasipo heaven. kumwamini Yesu You kwenye Bwana have to Mwokozi wa maisha believe yako, in him. maana yeye ndiye aliyefanyika kwa sadaka, He was the one who was sacrificed, maana yeye ndiye aliacha enzi na mamlaka kule mbinguni, left the glory, yeye aliyekuwa kama Mungu kule mbinguni who was equal to aliacha God. enzi, He left the aliacha glory mamlaka, left the power, akaacha utukufu wake left the glory, kuipokuwa kama Mungu, and to live akaja as God, duniani, and he came, akaingia tumboni pa Mariamu, he became a man, akazaliwa katika hori la kulishia ng'ombe, and he was born there, maeneo ambayo yalikuwa hayana maana, a place which was worthless. lakini Yesu alitii, Jesus was, he humbled akazaliwa. himself, and he was born. Lakini sio hilo tu, But not this alone, akakubali kudhihakiwa. he also accepted Kwa to be nini? born, Ili awape wanadamu njia ya kwenda mbinguni. so we can have a way to go to Baada heaven. ya kumwona mwanadamu anahangaika na kuchinja wanyama, After he saw what we are doing to struggle, wanatafuta kuweka sadaka za amani, they are doing sacrifice for peace. Yesu ameleta sadaka ya amani. Jesus has brought this sacrifice of peace. Yesu mahali pengine anasema, In another place he says, amani niwapayo mimi the peace that I give to you tofauti na amani anayotoa wanadamu. is different from the peace from Amani men. ya wanadamu ina kikomo. The peace from men has a limit, Amani ya wanadamu ina mwisho. has an end. Amani ya Yesu haina mwisho. But the peace from God has no Yeye ni ya end. milele, It is na everlasting. ndiyo maana tunaishi hapa duniani. That's why we live on earth. Wakati mwingine tunakosa vitu, Sometimes we lack things. wakati mwingine tunakosa ufahari ya dunia hii, Sometimes we lack the lakini glory. mioyo yetu ina amani. But in our heart Kwa we have nini? Kwa peace. sababu yuko Yesu. No longer any sacrifice for sin except Jesus. Unapotubu, When you repent, ile damu ya Yesu the blood of Jesus inakuja na kutakasa. will sanctify you. Inapokutakasa, And after sanctification, inaondoa ule uovu, it removes the sin. inaweka mbali kwenye maisha yako. It put it far from your life. Baada ya pale, And after this, inakuja mchakato wa maisha yako ya kiroho a process comes for your spiritual life, katika maisha yako. in your life. Kwa hiyo kuna mchakato wa hatua ambazo Yesu atakaporudi tutafanana naye. There are steps. When Jesus comes, we will resemble him. Kwa hiyo baada ya kutubu, So after we repent, kitu cha kwanza ni kuishi katika maelekezo ya neno la Mungu we need to live according to the word of God na kuwa karibu na kulisoma neno la Mungu and to read it na kumwomba Mungu ili akusaidie and to pray so God can help katika ile roho ambayo inakusumbua ya kuwa kinyume na kuishi maisha ya Kikristo. with any spirit that is
a problem for you to live according to God's will. Unapoendelea kufanya hivyo, When you continue to do this, nguvu ya Kristo inakuja ndani yako. the power of Christ will come in you. Inakuja kuondoa zile kiu na ile shauku inayosababisha kuendelea kuishi maisha ambayo yako kinyume na Mungu. Will remove the reasons and the spirits that make you live against God. Lakini si sadaka au wanyama ambao wanaweza kusaidia wewe kwamba ile dhambi inayokusumbua ipatanishe tena na Mungu. But not sacrifices or animals. Maana kufa mara moja kwa Yesu Kristo pale msalabani. Because Jesus died once on the cross. Neema imeingia ulimwenguni. Grace is on earth. Kwa kila mtu anayemwendea. For anyone who goes to him. Akatubu. And repent. Ile neema inakuja ndani yake. This grace will come in. Na wokovu tayari anakuwa amepata. And salvation. Lakini pia walikuwa na sadaka ya malipizi. But also they have a sacrifice for ambao na yenyewe walikuwa wanatumia kuchinja. A sacrifice for restitution. Ambao na yenyewe walikuwa wanatumia kuchinja. They sacrifice kwamba wao wanatenda dhambi. So when they sin, badala yake mnyama anakufa kwa ajili yao. An animal will die on their place. Kwa hiyo sisi hatuwezi kufa tena kwa ajili ya dhambi zetu. So we cannot die for our sin. Kwa sababu Yesu tayari ameshakufa msalabani. Because Jesus died on the cross. Kwa hiyo nataka niendelee kuongea na wewe mtu wa Mungu. I want to continue to talk to you. Mahali popote unapokwenda duniani. Whenever you go in any place in the world. Hata kama utakuta kanisa kubwa la watu milioni kadhaa. Even if you find a big church. Lakini kama unafundisha fundisho kinyume na ukombozi wa Yesu pale msalabani. If they teach against reconciliation through Jesus Christ. Eneo hilo kimbia. Run away from that place. Au kuwasaidia kuwafundisha wale watu. Or help to teach those people. Ya kwamba kazi ilifanyika pale msalabani kupitia Yesu Kristo. That the work is done through Jesus. Na waambie zile sadaka zilizokuwa kwa Agano la Kale. And talk to them about the sacrifice of the Old Zote Testament. zilikuwa zinamlenga Kristo Yesu. Was an image for to foreshadow Jesus. Maana yeye ndiye aliyekamilisha. Because he's the one who finished. Lakini pia walikuwa na sadaka ya kuabudu. But also they have a sacrifice for worship. Hii sadaka ya kuabudu. This sacrifice. Kwamba walikuwa wanatoka maeneo mbalimbali. They left their places. Wanaenda pale Yerusalemu. And they go to Jerusalem. Kwa ajili ya kumwabudu Mungu pale. To worship God there. Lakini badala yake leo. Instead, Yesu baada ya kutuokoa. After Jesus saved us. Mahali popote una uwezo wa kumwabudu Mungu. You can worship God wherever you are. Unaweza ukawa chumbani mwako. You can be on your room. Ukasema wewe ni Mungu. You can say you are my God. Hakuna Mungu kama wewe. There's no God like you. Na Mungu anasikia ibada yako. And God will hear your prayer. Unaweza ukawa kazini kwako. And be at your place of work. Anasema hakika umestahili kuinuliwa. Say you are worthy to wewe ni Mungu kwako. You are my God. Wewe ni Mungu kwangu. You are my God. Pokea utukufu na sifa. Receive the glory. Na Mungu ataonekana katikati ya maisha yako. God will be seen in your life. Kwa hiyo yote ilikuwa inamuonyesha Yesu yeye anakuja kukamilisha katika mambo yote. So this was a foreshadowing of Jesus Christ. Lakini pia walikuwa na sadaka ya amani. But they also have a sacrifice for peace. Yesu ndiye sadaka ya amani. Jesus is the sacrifice for peace. Alikuja kutupa amani. He came so we can have peace. Alikuja kutupa furaha. So we can have joy. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo sadaka zote hizi so all these sacrifices zilikuwa zinamlenga Yesu Kristo. They aim to Jesus. Yesu alipokufa msalabani, when Jesus died, yeye ametukomboa. He has saved us. Yeye ndiye mbegu yetu. He is the seed. Sisi ni matokeo ya kifo cha Yesu. We are the result of his death. Maana alipokuja Yesu, when he came, kupitia kifo chake, through his death, yeye akatuokoa. We are saved. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo kuwa makini katika mafundisho. So be aware katika maisha yako yote. Through teaching throughout your life. Tunasikia mafundisho mengi sana. We hear a lot of teaching. Mwingine anajiita mimi nimeleta amani duniani. Someone says I've come to bring peace to the world. Ndiye anatupa amani. Jesus is the peace. Mimi nimekuambia kwenye familia yetu. I talked to you about my family. Yeye ndiye angeweza kututea amani katika familia. We had someone we trusted you bring us peace. Nakumbuka wakati tunataka kumzika yule baba. I remember when we were about to bury him. Bibi yangu akawa analia sana. My grandmother was crying a lot. Akawa anasema tutafanyaje sasa? She was saying what will we do? Mwanangu umekufa. My child, you have died. Ulikuwa unafanya hiki na hiki. You are doing this and this. Wakaja watu wengine wakamwambia bibi, some other people came. Sasa kwa sababu huyo amekufa, because this one has died, basi wewe tutakubeba tukuingize katika kaburi. We will carry you and bury ili na wewe uondoke. That child. Maana tumaini lako limeisha. Because your hope is no longer there. Akasema hapana hapana hapana. No. Hapana hapana hapana. No. Akamwambia kwa nini? They asked why. Sema kweli inaniuma kwa sababu tumaini langu limekwisha. She said I am in pain because unapotumainia vitu
katika maisha yako vitu vya amani, when you trust in things, vinapoondoka vile vitu, and when they are no longer there, amani hiyo itaondoka. that peace will go Na away. itakapoondoka hiyo amani, And when peace goes away, kitu kitakachotokea ni kumtenda Mungu dhambi. you can sin against Na God. utakapomtenda Mungu dhambi, And when you sin, kitu kitakachotokea utakuwa mbali na Mungu. you start to live far from God. Na utakapokuwa mbali na Mungu, And when you live a life far from Shetani God, ataanza kukutumia. the enemy will start to use you, Matokeo yake utakwenda jehanamu. and you go to hell. Lakini ukiendelea kuishi katika amani ya Kristo, But if you live according to kwamba God, vyovyote nilivyo mimi, you don't care the situation. ninacho hamba sina, If I have, if I don't lakini have, Yesu bado wewe Bwana wangu. Jesus will still my Lakini wewe Lord. Yesu bado Mwokozi wangu. You're still my Lord. Nataka nikuambie, I want to tell you, amani yako your peace itaendelea kutulia ndani ya maisha will yako. remain with you. Hautateteleka na jambo lolote. Won't be shifted. Siku moja nilikuwa pale Dar es Salaam, I was there one day at Jerusalem, pale Mbezi Beach. at Mbezi Beach, Nilikuwa na ndugu yangu mmoja, tumetoka pale nyumbani. with my relative. Tukachukua usafiri pale nyumbani. We took one of transportation from our place, Tukawa tunatembea maeneo fulani fulani. and we were visiting some areas. Hiyo mama akaniambia, My uncle told me, angalia majengo haya. look at these buildings. Kwa hiyo unakuta majengo mazuri sana. They are very big buildings. Kuna ghorofa nzuri zimepambwa vizuri. Big buildings Na wana garden za kutosha. with a beautiful looking environment. Wakafunga mashine za kumwagilia maji. And they had an irrigation system to irrigate. Lakini akaanza kuniambia, unaona ghorofa hiyo? And he told me, you see this building? Huyo mwenye hiyo ghorofa na mke wake hawana amani. The owner of this building and his wife, they don't have peace. Kilicho ndani ni kwao ni ugomvi kile cha leo. They are fighting against each other. Ni kwa nini? Kwa sababu ndani yao walikuwa hawana Yesu. Why? Because in them they did not have Jesus. Ambaye tunatamani sana kuwakutanisha, tuwape amani. They said we desire to bring them together so that Lakini they will tunashindwa kuwapatanisha hao watu wawe na amani. we fail to make them have peace. Yule mjomba wangu yuko Arasi. My uncle is at ROC. Nikamwambia mjomba, I told him, hakuna amani ambayo wanadamu anaweza kuitoa. there is no peace from man. Amani iko kwa Yesu. Peace is with Jesus. Ukihitaji amani ndani ya watu hao, If you desire peace in these people, atokee mtu wa Mungu, a man from God, aende akawaambie kwa habari ya ufalme wa mbinguni. and talk to them about the kingdom of God. Wakishamwamini Yesu kufanyika kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, After they are saved, amani ya Kristo itaingia ndani yao. the peace from Jesus will come in them. Makwazo na mambo yote ambayo yanasumbua katikati yao, And whatever is the reason for quarrel, nguvu ya Kristo itakuja katikati yao, the power of Jesus will come, itaondoa na italeta ushirika, and it will bring na hiyo reconciliation, amani itatokea. and the peace will Kwa come. hiyo amani yetu So the peace, tunaipata ndani ya Yesu Kristo. we get it from Jesus. Amani yetu The peace we have, tunaipata ndani ya wokovu, we get in na salvation. inawezekana uko ndani ya wokovu, And perhaps you are in lakini salvation, maisha yako bado yana amani. and you have no peace. Hebu nataka nikutie moyo asubuhi ya To leo encourage ya you, kwamba Yesu amekufa kwa ajili yako, Jesus died for ili ya you, kwamba akupe amani. so you can have peace. Endelea kumtafuta huyu Bwana wa amani, Continue to ili search, aingilie kati ndani ya maisha yako. so he can intervene. Atakapoingia ndani ya maisha yako, When he intervenes, mageuzi yatatokea, there will be amani itatokea, peace, ushirika utatokea. fellowship. Wakati mwingine itatokea gharama, Sometimes there will be cost. gharama ya maombi, Cost in ya kumwambia Bwana ingilia kati, say God ya intervene, kukosa chakula, to have no ya food. kumwambia Bwana niko tayari kutokula, I'm ready not to eat, kukuomba wewe Yesu Kristo, so I can pray. Bwana wa amani, The Father, uliyesema ya kwamba when you sweat, amani wapayo mimi that the peace that I tofauti na amani ya wanadamu. is different from Unapoendelea, when you continue. When you ile continue, nguvu ya amani ya Yesu Kristo the power of peace itakuja ndani ya maisha will yako. come in your life. Maana amani hatuitafuti kwa nguvu, Because you don't search for maana amani peace. hatuitafuti kwa fedha, You don't search it for money, maana amani hatuitafuti kwa vitu vya kushikika, not with things that are seen, bali amani inapatikana katika ulimwengu wa roho but the peace we get it in the kupitia spirit Yesu mwenyewe. through Jesus himself. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo usije ukaenda mahali, So don't go to a place mtu mmoja akasema and someone says mimi ndiye nitakayeweza kukupa wewe amani. that I'll give you peace. Hana uwezo wa kukupa amani, He has not ni Yesu peke yake, Jesus ni alone. Yesu peke yake. Jesus alone. Maana yeye alikufa na akafufuka He died and he na was akapaa kaenda mbinguni, and he was taken to yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba, He is at the right wenye hand of nguvu God, na mamlaka. where there is Ile power, nguvu na mamlaka yake and that authority and power, inapoingia ndani when yetu it comes to us, inaleta it mabadiliko, will cause transformation. inaleta It mabadilisho, will cause transformation. itakubadilisha It wewe will transform you kwenye maisha yako. in your life.
Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, So through reconciliation that we get from Jesus, mwanadamu anakuwa na uhusiano na Mungu. man is reconciled to God. Kwa hiyo hatutoi tena sadaka zozote. Kupitia kifo chake Yesu, But also through his death, kililipa gharama yote ya mauti yetu. every debt of death was paid. Kwa hiyo tunaona kupitia kifo cha Yesu, So through his death, kikalipa gharama yetu ya kifo. the cost of our death was paid. Kwa hiyo mwanadamu hawezi kulipa gharama yoyote. So a man can no longer pay, Lakini pia Yesu huyo but also this Jesus ametupa amani. has given us peace. Amani yake And his peace ni ya kudumu. is everlasting. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo katika maisha yetu So in our lives, hakuna sadaka yoyote there is no other sacrifice ambayo katika sadaka hiyo that through that sacrifice inaweza ikasababisha kuleta upatanisho kwa can Mungu. cause us to be reconciled to God. Sisemi usitoe sadaka hizi tunazotoa. I'm not saying you should not give on offerings. Hatutoi sadaka hizi ili tupate upatanisho na Mungu. We are not giving offerings so we can be reconciled to God. Tunatoa sadaka hizi We give, maana Mungu ametuagiza tunapokutana pamoja pia tutoe sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu we yenyewe. have been instructed to give so we can continue to work for God. Na mtu yoyote hata kama unatoa sadaka And even when you give, iwe kubwa au ndogo if it's big or small, ambayo unaitoa kwenye kikapo, when you give, kwamba hiyo sio sababu ya kukusamehe wewe dhambi, it's not a reason for you to be forgiven. ila hiyo ni sehemu ya kumwambia Mungu na kushukuru kwa sababu ya kujitoa kwako msalabani kwa ajili yangu. It's for you saying thank you for the work you did Ila on the sadaka cross. ya msamaha ya dhambi But the sacrifice for our ni forgiveness kupitia kifo cha Yesu Kristo. is through Jesus. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Ninapokwenda kumalizia, As I'm finishing, nirudie tena kusema jambo hili. let me repeat this again. Nilikuwa mahali fulani I was in another place, hapa Mlandizi, here at Mlandizi, na namshukuru Mungu kwa ajili ya mtu huyo, and I'm glad for this person maana pia anafuatilia mafundisho, because also he follows at our teaching. na inawezekana hata sasa leo anaanza kufuatilia. Perhaps he's following even right now. Na niliongea naye vizuri, And I talked to him well. akaniambia mchungaji, ila hasari hapa, He said, Pastor, akaniambia mchungaji, Pastor, nina shida nyingi, I have many problems. ila sikuambii hicho kitu kilichokuwa kinanisumbua. I will talk to you about what was the problem. Akaniambia nilimleta nabii mmoja hapa kwangu, He said, I brought a prophet in my place. nikamwambia tatizo langu, I talked to him about my problem. akaniambia inabidi ulete sadaka 4. He said, you need to bring 4 kind of offerings. Hizi sadaka ni sadaka za ukombozi, And this will bring you salvation. kwamba hii sadaka Redemption. kwamba hii sadaka ya ukombozi, This sacrifice for redemption. hizi basha 4, These 4 envelopes. sadaka ya kwanza ni sadaka ya kukomboa roho yako. First is to redeem your soul. Sadaka ya pili ya kukomboa nafsi yako, Is to redeem your. Second offering is to redeem yourself. ambayo imeambatanishwa na hilo jambo. That is with that problem. Lakini sadaka ya tatu And the third offering ni sadaka ya ukombozi, kuukomboa mwili wako, is redemption for your body. ambao umeambatanishwa na hilo jambo ulio nalo. That is with that problem that you have. Na sadaka ya 4 And the last ni offering sadaka ya ukombozi ya mzaliwa wako wa kwanza, is the redemption for your first. maana hii roho itakapotoka kwako, Because if this spirit, kama hutamkomboa huyu mzaliwa wako wa kwanza, if you don't redeem your firstborn, hii roho itahamia kwa mzaliwa wa kwanza. this spirit will continue to use. Kwa hiyo leta hizo sadaka 4, So bring those 4 na hizo sadaka ziwe zimeshiba fedha ya kutosha, and bring them while they are good. maana kupitia sadaka hiyo So this ndiyo sacrifice itakayomgusa Mungu kuvunja hii. to touch God to break this. Yule mama akakubali, And this woman akaenda benki, she went to bank. akatengeneza zile bahasha, She prepared the offerings. akaandika sadaka ya kukomboa roho, He said, sacrifice for my sadaka ya redemption, kukomboa nafsi, redemption of myself, sadaka ya kukomboa mwili, redemption for my body, sadaka ya kukomboa na mzaliwa wa kwanza. redemption for my firstborn. Akazileta pale walipokutana, Brought to the prophet. akaziweka kwenye meza. And there they were. Yule nabii akaomba, The prophet prayed. akatamka yale maneno aliyotamka. He spoke what he spoke. Baada ya hapo akazikusanya zile sadaka, He took the sacrifice. akaondoka zake. He went away. Lakini siku ile ile, The same day, jambo lile lile the same problem. lililokuwa linamsumbua That was the problem. likaendelea, Continue. likaendelea, Continue. likaendelea. Continue. Baada ya kukutana naye, And after I met nikamwambia, him, je, baada ya hayo yote I said, after you've done this, matokeo yake ni nini? what was the result? Akasema, mchungaji, nimeliwa fedha I zangu, said, maana Pastor, hakuna matokeo yoyote. there are no changes. Nikamwambia ya kwamba
kwamba I talked to her. I said, mkombozi wetu ni mmoja the tu, Redeemer is ni one Yesu Lord, Kristo Jesus the Lord, ambaye alikubali kufa msalabani. who accepted Kama that. utamwamini yeye If you believe in na Him, tukaomba pamoja, and when we pray together, tukavunja hizo roho, and we break this vinavyo vyote vitavunjika. peace, will not Maana nguvu ya msalaba, because the maana power, nguvu ya damu ya Yesu the power in the ina blood uwezo wa kuvunja has the power kila nguvu zote za to adui, destroy every kila mamlaka yake ya kuzimu. every power. Akakubali, She accepted. tukamwomba We Mungu. pray. Nami asubuhi ya leo And I'm talking to nataka niseme you. na wewe, ili yeye kwenye maisha yako, Believe Him in your life. hakika yeye atakuwa mshindi. You will become a victor. Laana, Curse, mikosi, curses, kila aina ya mikosi, every kind of curse. uko ushindi kupitia Yesu There Kristo. is victory through Jesus. Uko ushindi katika kumwomba yeye, There is victory when you katika pray. kumwomba na kuvunja When we pray and laana na mikosi mbalimbali. every kind of curse, Hiyo mambo yatavunjika. they will be broken. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Cha msingi ni kuwa muwazi You need to be open. kwa huyo mtu atakaye kuombea. Those who are you are praying, Chanzo cha tatizo lako ni nini? the source of your problem. Kuna mtu mwingine aliniita, Someone else has called. lakini tatizo lake lilikuwa sababu ni yake mwenyewe. The cause of the problem was Yeye himself. alijifunga mwenyewe, He trapped himself. na mtu yeyote ukijifunga mwenyewe And when you trap ni yourself, lazima ukubali kujifungua you mwenyewe need to unbind yourself katika vile vifungo ambavyo umejifunga. through those places where you have bound yourself. Huyo mtu aliweka mazindiko kwenye nyumba yake, He had other kind of worship in his house. lakini anajiita ameokoka, And he called himself servant. na alikuwa na mateso mengi, alikuwa na He mateso, had many tribulations. na alienda mahali sehemu mbalimbali. He went from different places. Baada ya hapo akaniita, And after he called me, nikaomba siku ya kwanza, I prayed for him the nikaomba first siku day, ya pili, second day, nikaomba siku ya tatu, third day. lile jambo halivunjiki. And there was Nikaja no, kwenye magoti, I prayed to God, nikaanza kumwomba Mungu, praying to God, kumwambia maana yake ni nini. saying what is the Mungu meaning of it. akaanza kunionyesha God started to ya show me kwamba tunachimba katika nyumba yake, that we're digging somewhere in his house, ndani ya nyumba na nje ya kiwanja chake, inside and outside, na tukavitoa vile vitu, and we removed some things tukaanza kuvichoma moto. and we burned them. Asubuhi yake That morning, nikatoka kwenda kwa yule mama. I went to that, Nilipofika kwake, and when I was there, nikamwambia mama, I said, woman, tatizo hili ulionalo your problem, wewe ndiye you sababu. are the cause. Mungu amenionyesha What I showed you, kuna vitu umeweka katika nyumba there are yako, some things you have kuwa kama ulinzi, as a protection, lakini kitu uponyaji wako but you are ni healing. lazima tuviondoe hivi vitu, We need to remove, ni lazima we tuviangamize. need to destroy. Baada ya hapo nitakapoomba And after I prayed, uponyaji utaingia ndani you yako. receive healing. Yule mama akasema hapana, He said, no, siko tayari. I'm not ready. Hiki kitu kilichochimbia nje What I have right now hili ni zindiko la ukoo wetu, is from my family. na hili ambalo tumewekea ndani And what I have inside, nilimtafuta mimi nikamweka hapa, akaniwekea huku ndani. I searched for it. Kwa hiyo siko tayari, So I'm not ready. bali nahitaji But I need uniombee for you to pray hii roho ivunjike, for this spirit to lakini be hivi vitu viendelee kuwapo. But I want to have this. Nikamwambia ya kwamba I said, hata akija Yesu mwenyewe, even if Jesus comes, kitu cha kwanza atakachokuambia the first thing ni you lazima uchiondoe you need to remove yourself ulikofungamana na adui. from the devil. Baada ya kujiondoa, And after this, ndio uponyaji wake uje you kwako. receive your Na healing. hata wewe kwenye maisha yako, And you in your life, inawezekana makwazo kwenye maisha yako, perhaps what you are doing, wewe ndiye sababu, you are the cause. inakulazimu wewe You are supposed ujitambue. to understand. Baada ya kujitambua, And after, uache. you need to stop. Baada ya And kuacha, after you stop, ndipo ukombozi wa kiungu and that unakuja kwenye maisha yako. you receive your Yule salvation. mama akaniambia hapana. That woman said no. Yule mama akasema hapana, Said no. nitakwenda kwa TB Joshua She said I'll go to kule Nigeria. They are Nigerian. Nikamwambia hata kama utakwenda kwa TB Joshua, I said to her, even if you na go there, akisimama na Mungu, and if he's akiongozwa na Roho Mtakatifu, and if he's led with the hata afanya chochote zaidi ya kuambia wewe she will ukaondoe zile sababu zinazosababisha to remove the cause hii roho ikufuatilie. of the spirit. Maana shetani ana haki anadai, Because the enemy kwa has sababu something, tayari umefungamanishana naye. because you are with him. Yesu alikuja duniani Jesus came ili kutuweka huru, so we can pia tuwe huru kweli kweli. and be free. Amekuja kutukomboa, He came amekuja kutusamehe He came to ili tutembee ndani yake. so we can walk with him. Tunapotembea ndani yake, ni lazima tutembee katika mstari wake, ili turuhusu ule
ukombozi wake, so we can allow utembee pamoja Him katika maisha to yetu. walk with us. Hebu simama pale ulipo. Please stand where you are. Simama pale ulipo. Stand where you are. Wewe unajua maisha yako. You know your life. Mungu amekutoa wapi? Where God has Mungu taken you. amekutoa mbali sana. God has taken it from afar. Kupitia Yesu mwenyewe. Through Jesus himself. Maana ingelikuwa sio Yesu, If it's not Jesus, hata leo even today, tungeendelea kuchinja wanyama. we will be sacrificing Sijui animals. tungepata wapi wanyama I don't know where we'll wa go kuchinja kwa ajili ya upatanisho. for our reconciliation. Lakini ashukuriwe Mungu But thanks to Jesus. kwa upendo wake, And God was God. akajitoa, He gave himself. akamtoa Yesu, He gave Jesus kwamba to us. kupitia Yesu Kristo Through Jesus, yeye awe upatanisho katikati we yetu. can be Hili ni reconciled. jambo la baraka. This is a Hebu blessing. niwaombe wale kikundi cha kusifu na kuabudu. Praise and worship. Tunapomwabudu Mungu, As we worship, tunapomsifu, tunapomwabudu Mungu, as we worship, tuendelee kutafakari let us think ukuu wa Mungu. the power Tumwambie of Mungu God. asante Say, God, kwa thank ajili you ya matendo yako for makuu. your great deeds. Baada ya hapo, And after, waimbaji wanapoomba kwa sauti ya chini, waimbaji wanapoimba sauti ya chini, tumwambie tunakutukuza. say we bless. Tumwambie Asante kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu wewe ni Bwana wa amani. Asante kwa sababu wewe ulikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Asante kwa sababu wewe ulisababisha sisi kuabudu wewe. Ni nani kama wewe Bwana? Utukufu na sifa ni zako. Tunakutukuza. Tunakubariki Bwana. Tunakutukuza. Pokea sifa. Pokea heshima. Pokea salama. Wewe ni wa pekee. Wewe ni wa pekee. Imo shanda la bakuri ya masai. Indo robo sita la baba boya. Like seke le baba. Imo shanda la boya. Like seke le shanda la baba boya. Imo shanda la baba. Like seke le baba boya. Boya baba boya baba boya. Asante Mwokozi. Tunajisikia vyema mbele zako. Tunapoisikia tunapoitwa watoto wako. Tunajisikia vizuri kwa hapo. Asante kwa sababu umeshuka. Umeshuka na uwezo wako. Umeshuka na nguvu zako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na si uwezo wako. Na si nguvu zako sasa. Baba
Baba, tunapokutukuza nguvu zako za uponyaji zitakaje ndani ya watu wako, wagonjwa walio wagonjwa sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kumbuka kule uliko, kumbuka kule uliko, kumbuka kule uliko, kumbuka kule uliko, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pokea uzima, vifungo vya aina zote vikuachie sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kumbuka sasa, kumbuka sasa, vifungo vya dhambi kuanzia sasa ninavivunja kwa jina la Yesu. Asante Yesu kwa sababu uponyaji wako umeshuhudia watu wako. Asante kwa sababu unatembea juu ya maisha ya watu wako. Utukufu na sifa na adama vyote tunakupa wewe, maana umesema katika jina la Yesu. Haleluya. Yuko mtu mmoja anasema, mchungaji mhubiri, kuna maeneo There are some areas yananisumbua, disturbing me. siko roho zinanisumbua, There are spirits nimejitahidi disturbing me. kuomba, I've tried to pray. nimetembea huku na kule, I've traveled here and there. lakini hiyo roho bado inanisumbua. But the spirit is still disturbing me. Njoo tuombe pamoja. Come, so that we can pray. Njoo tuombe pamoja na wewe. Come here so that we Maana can kazi pray. ya adui For the work of the enemy ni kutaka kuharibu maisha yako, is to destroy your spiritual life. wakati mwingine anakukatisha tamaa kabisa, Sometimes the enemy makes you despair. na anakuambia wewe hufai mbele za Mungu. He tells you that you are Ngoja worthless. nikwambie kitu kimoja, Let me tell you one thing. wewe unafaa mbele za Mungu, You are worthless. maana tayari Yesu alishakulipa. For Jesus has already paid all Gharama za mauti ya msalaba ilikwisha malizika. Kwa hiyo upo mtu Jesus kwa paid hiyo, for all costs. njoo niombe pamoja na wewe. So let come here so that we can pray Lakini pia together. upo mgonjwa, And if you are sick, nimeomba kwa ajili ya uponyaji wa kijumla, I've prayed for sick people generally. lakini bado hata sasa najisikia bado nauma. But even now, if you feel you are sick, Njoo tuombe pamoja na wewe. come so that we can pray again. Na mtu wa mwisho, Another person inawezekana umekuja katika ibada hii ya siku ya who leo, has come here this morning bado haujaokoka and you are not born again. na unatamani kuyakabidhi maisha yako kwa Yesu, If you want to give your life to Jesus, ili yeye akupatanishe pamoja na Mungu, so pamoja na that He Mungu wako. can reconcile you to God the Father, Njoo niombe pamoja na wewe. come here so that we can pray together. Maana Biblia inasema For the Bible says, mtu mmoja anapotubu duniani, if a person repents here on earth, mbinguni wanafanya sherehe. in heaven there is joy. Mbingu zipo kwa ajili ya kufanya sherehe kwa ajili yako ambao uko tayari kuyakabidhi maisha yako kwa Yesu. We rejoice because you have given your life to Jesus. Haya maneno wakayo huku, Those who are sick, pay my life the shorter. na kama kuna mtu aliyempokea Yesu, If there is a person who has received Jesus as Lord and Savior, say my right now. lakini kama yuko ambaye anahitaji msaada wa kimungu, pia akae mkono wangu wa kulia. And also, if there is another person who needs spiritual help, Nisije nikasema kuna say jambo my right. hapa nimelipata. Inawezekana kuna roho inakusumbua It's also, there is another thing. If there is a spirit which is disturbing you, unashindwa kabisa kufanya mapenzi ya Mungu. and you cannot do the will of God, Mlango wetu uko wazi ofisini. our office door is open. Njoo upewe ushauri na kupa maelekezo namna ya kufanya, Come here so that we can direct you what to do. ili hiyo roho ya dhambi inayokufuatilia na kusumbua ifikie mwisho. So that that spirit which is besetting you may be destroyed. Nafikiri wote waliokuja ni kwa ajili ya hii. Kuna mwenye shida nyingine, kuna wagonjwa, unauma. Follow after me, those who are sick. Bwana Yesu, Oh Lord Jesus, ninakuja mbele zako. I come to you, Nikijua ya kwamba knowing wewe ni mponyaji. that you are the healer. Ulikufa pale msalabani Died on the cross kwa ajili yako. for my sake. Ulisema ya kwamba Say, yote all yamekwisha. are finished. Ni pamoja na magonjwa. Because it's also Bwana Yesu, Lord Jesus, naomba uniponye. heal me. Niponye Bwana. Heal me, Lord. Asante Yesu Thank you, Jesus.
katika jina la Yesu Kristo. Father, in the name of Jesus, Ninasimama kinyume kabisa I stand against na roho za udhaifu the spirit of na weakness, roho za magonjwa. Ewe ugonjwa, ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, mwachie kijana huyu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea uzima wewe, kuanzia sasa, pokea uzima, uwe mzima katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ewe maumivu ya tumbo, ewe maumivu ya tumbo, ninakuamuru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maumivu ya tumbo, weka sasa, wakati na unapoanza, kwa jina la Yesu. Maumivu ya tumbo poe, mwache kabisa, achia tumbo hili kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mtu huyu apokee uzima katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uwe mzima sasa, uwe mzima sasa, uwe mzima sasa, kwa jina la Yesu. Roho za mateso, roho za usumbufu, ninakuamuru achia, mwachie huyu kwa jina la Yesu. Uwe mzima katika jina la Yesu. If you're following us, kama unatufuatilia now maybe you want to receive the Lord Jesus na Christ. labda as unataka your- kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, You want to receive Jesus as your Lord and Savior. kama unataka kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, You can receive Him right now. unaweza kumpokea sasa hivi. Follow this prayer, this short prayer which I'll be praying with you. Fuata maombi haya ambayo mimi naomba pamoja nao. Say, Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, I'm a sinner. mimi ni mwenye dhambi, Forgive my sins. nisamehe dhambi zangu, Wash me nisafishe with your blood. kwa damu yako. From today, Kuanzia leo give me the ability nipe uwezo to be able wa to kuweza live a holy life. kuishi maisha matakatifu. Jesus, Yesu, thank you for forgiving me. asante kwa kunisamehe, Thank you for making me a child of God. asante kwa kunifanya mwana wa Mungu. Thank you, Jesus. Asante Yesu, I'm born again nimezaliwa upya by your grace. kwa neema yako. Amen. Amina. Now you can go to any Bible preaching church Sasa unaweza kwenda kwenye kanisa lolote ambalo linahubiri Biblia, where they believe in salvation, wanapoamini kuhusu wokovu, where they acknowledge the price of the Lord, the price of the blood of the Lord Jesus Christ. pale ambapo wanathamini gharama ya dhambi imelipwa kupitia damu ya Yesu Kristo, And tell them that you have been born again. na uambie kuwa umeokolewa kupitia internet. And they'll give you further teachings about salvation. Wataendelea kufundisha kuhusu wokovu. And if you are nearby in Kama uko Kabaha region, karibu. Tanzania, Katika mkoa huu hapa Pwani, Tanzania, you're welcome to our church, unakaribishwa katika kanisa letu Mlandizi, hapa Mlandizi, the Church of Tanzania Assemblies of God. kanisa la Tanzania Assemblies of God. And if you are anywhere in Tanzania Na kama uko mahali popote or Tanzania anywhere in the world, au mahali popote duniani, you can go to Assemblies of God Church, unaweza kwenda kwenye kanisa la Assemblies of God where they will teach you ambapo watakufundisha more about salvation. zaidi kuhusu May wokovu. God bless you. Mungu akubariki. Amen.